Na mtazamaji wangu, asubuhi ya leo hii ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka 2025, imeweza kushuhudia vijana wengi wa bodaboda ambao wanazidi kupanga maandamano kwa ajili ya kutetea haki kwa wale wote walioweza kuaga dunia kwa maandamano yaliyoweza kushuhudiwa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Kwanza kabisa ningependa uweze kutizama kipande hiki cha video, ila ni vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Hapa ndo wanapoitaka fujo na itakuwa kitanuka ndo anachokitaka. Naam, mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine hivi sasa inaonekana kuwa ni pigo kubwa kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ijapokuwa ameweza kuapishwa kuongoza Jamhuri ya Tanzania, kwani hivi sasa mabodaboda hao nilioweza kuwatanguliza katika video hii wanaonekana mapema asubuhi ya leo wakipanga msafara wa maandamano. Kwa njia moja ama nyingine hawajaweza kufurahishwa na jambo ambalo liliweza kukuta vijana Gen Z katika maandamano yao ya amani kwa ajili ya kuomba uongozi serikali ya awamu ya 6 kwa wakati huo, kusitisha uchaguzi na kufanya mabadiliko, na hata baadhi ya viongozi wakuu waliokuwa wameweza kukamatwa upinzani waweze kuachiwa huru ili nao waweze kushiriki zoezi la kupigiwa kura, na pia chama Chadema kiweze kuachiwa huru kwa kupigiwa kura kwa mwenyekiti wa Mheshimiwa Tundu Lissu. Ila mtazamaji wangu, kwa kile ambacho nimeweza kukuandalia leo hii, kwa njia moja ama nyingine, iwapo maandamano mapya yataweza kuibuka katika Jamhuri ya Tanzania, amini usiamini, mashirika ya mataifa ya kigeni lazima yataweza kuingilia kati, jambo ambalo moja kwa moja litaweza kuwa ni pigo kubwa kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mbaya kabisa, huenda yote aliyoweza kutumia ama kuyafanya kutumia nguvu kupita kiasi ikawa ni kujuta ama ikawa ni majuto makubwa kwa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa, kwani mataifa ya kigeni, hasa kutokana na maandamano ya vijana Gen Z, mataifa ya kigeni yameweza kuahidi kuingilia kati kwa ajili ya yeyote yule aliyeweza kupoteza mpendo wake katika maandamano yaliyokuwa yakifanyika ya amani katika Jamhuri ya Tanzania, waweze kujitokeza kulilia haki, na pia ICC iweze kuchunguza kesi hii, hatua ambayo moja kwa moja inaonekana kuwa ni pigo kubwa kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Pia visa vingine vinavyozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania, hasa kuzuiliwa kwake Mheshimiwa John Heche ambaye hivi sasa inadaiwa ataweza kufikishwa katika mahakama na kesi ya terrorist. Pia hatua hii ni sawia na kile ambacho kiliweza kumkuta Mheshimiwa Tundu Lissu, hatua ambayo inazidi kumsababisha hivi sasa Mheshimiwa Lissu kuwa gerezani. Mbaya kabisa, kuna kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole ambaye uwepo wake bado haujulikani pale alipo kwa njia moja ama nyingine. Haya yote, iwapo mataifa ya kigeni yataweza kuingilia kati, basi itakuwa ni pigo kubwa kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Na mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, iwapo leo hii kwa mara nyingine vijana Gen Z wataweza kuchukua hatua ya kuandamana, basi itakuwa ni kweli uongozi wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa waliokuwa serikali ya awamu ya 6, kuna mambo mengi wataweza kupaswa kuyafanya ili kujaribu kuaminisha vyombo vya habari kutoka katika mataifa ya kigeni ya kwamba
serikali hiyo haina tashwishi ama shida yote ile na wananchi, bali wana uhusiano sawa, ile hali ukweli wa mambo ni kwamba kuna tofauti kubwa hivi sasa, hasa baada ya kile ambacho Watanzania wameweza kukishuhudia kwa maandamano yaliyokuwa ya amani yaliyoweza kufanyika mapema mwezi ulioweza kupita na mapema mwezi huu. Mtazamaji wangu, haya yote nazidi kudhihirisha ugumu na uzito ambao serikali ya awamu 7 hivi sasa huenda ukaweza kupitia, jambo ambalo huenda ukaweza kujutia kwa utumiaji wa nguvu kupita kiasi. Pia kwa njia moja ama nyingine hivi sasa Tanzania wengi wanazidi kufunguka mengi mazito waliweza kuyapitia kipindi na wakati ambapo waliweza kunyimwa hata umeme ama interneti zote zilipoweza kukatwa. Watanzania wamefunguka mengi, jambo ambalo linazidi kuonyesha wazi ukiukaji wa haki za binadamu, jambo ambalo halitaweza kufurahisha wengi. Baya kabisa, jamaa waliweza kupoteza upendo wao katika maandamano hayo yaliyoweza kufanyika. Inaonekana hawataweza kurudi nyuma kutokana na wao kutaka haki ziweze kupatikana kwa jamaa wao ama wapendwa wao. Mtazamaji wangu, iwapo maandamano hayo leo hii yataweza kufanikishwa na wanabodaboda hao ambao wameweza kujitokeza kwa idadi kubwa, basi ni sawa, Rais Mama Samia Suluhu Hassan atakuwa ameweza kuingia ofisini ama mamlakani kwa mara nyingine, ila atakuwa ni kiongozi ambaye anazidi kupitia pingamizi siku baada siku, jambo ambalo litazidi kuathiri uongozi wake, na mwisho siku huenda tukaweza kuona hata kujiuzulu, jambo ambalo litaweza kuathiri pakubwa Jamhuri ya Tanzania, hasa kukua kiuchumi kutokana na kile ambacho kiliweza kutokea wakati wa maandamano. Idadi kubwa ya watu kupoteza maisha, idadi kubwa ya watu kupoteza mabiashara, jambo ambalo sio rahisi na halitaweza kurejea kwa urahisi mno. Kwa njia moja ama nyingine, haya yote yaliweza kutokea kutokana na reforms ambazo vijana Gen Z walikuwa wanazidi kuomba ziweze kufanyika ili uchaguzi uweze kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania. Reforms hizi ambazo Gen Z walikuwa wakipendekeza ni kuachiwa uhuru kwake Mheshimiwa Tundu Lissu, ila sote tunafahamu kwamba uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu ungeweza kumnyima mamlaka ama nafasi ya uongozi Rais Mama Samia Suluhu Hassan, na ndipo ambapo ikawa vigumu kwa kiongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu kuachiwa uhuru. Kwa njia moja ama nyingine, vijana Gen Z walikuwa na manifesto ambayo yaliweza kupendeza wengi na hata kuonyesha Jamhuri ya Tanzania kuwa katika mkono salama kutokana na yale waliokuwa wakitaka yaweze kufanyika, tofauti kabisa na hivi sasa ambapo kuna wingu kubwa la huzuni katika Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, tuachie maoni yako katika uwanja comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.